mchezo dhidi ya Prison, ushindi wa 5. Huu ushindi una picha gani kwa Young Africans kuelekea mwisho wa mchezo? Yes, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekuwa na safari nzuri pia tangia tumekwenda turudi, na tulichokifuata ndio kile ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki. Tumefuata pointi 3 na tumezipata pointi 3 na ushindi mkubwa ambao una magoli 5. Inaweza kuonekana ni rahisi kumfunga Prison 5, lakini ukirudi nyuma historia ambayo tuko nayo dhidi Prison kwenye uwanja wa Sokoine, utafahamu tulijiandaa vikubwa sana kuweza kupata haya matokeo. Haikuwa rahisi hata kidogo. Prison ni timu ngumu na ina wachezaji wenye uzoefu, lakini tulikuwa na maandalizi mazuri sana ili tuweze kumaliza ligi kwa kishindo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefanya hivyo. Sawa sawa. Mmebakisha mchezo mwingine mpaka hivi sasa. Na kwenye msimamo wa ligi mnaongoza moja chini ya nafasi ya pili. Picha ya kumaliza msimu kwa ubingwa kwenu ndio dua ya kila mwana Yanga, tumalize msimu tukiwa kileleni, tumalize msimu tukiwa na pointi nyingi zaidi ya timu nyingine ili tuweze kuwa machampioni. Kwa hiyo sisi hatutengenezi nini kinatokea kesho, lakini tunafanya jitihada kuhakikisha kesho tukue tukiwa mahali pazuri zaidi. Kwa hiyo mimi naamini kwa dua za wana Yanga, maandalizi ambayo tuko nayo viongozi, tutakwenda kumaliza msimu vizuri inshallah. Wala hakuna shida. Official mechi yenu dhidi ya Dodoma Jiji ni wapi? Kwa sababu mechi ya Dodoma Jiji itafanyika Zanzibar. New Amani Complex siku ya Jumapili. Tutakuwa mechi yetu mipango saa 10 kamili jioni, kwa sababu ratiba inaonyesha mechi zote zitachezwa kwa muda mmoja. Saa 10 jioni tutakuwa tuko Zanzibar sisi tukimaliza mechi ya Dodoma Jiji. Bila shaka safari kwa nini mechi imepewa? Tulipeleka Zanzibar. Kwa sababu hapa Dar es Salaam viwanja nafikiri vinatumika. Viwanja vinatumika, kwa hiyo tulikuwa tuna uwanja huu wa Zanzibar, tulikuwa twende pale Zanzibar na tulikuwa tumeshawaahidi na wakazi wa Zanzibar kwamba kuna mechi moja ya ligi tutaipeleka pale. Tulikuwa tutimize ahadi yetu kupelekea Wazanzibari burudani, na ndio maana tumechagua mechi ya Dodoma. Kikosi kinatarajiwa kuondoka baadaye. Tutaondoka Jumamosi inshallah hapa Dar es Salaam, tutaondoka boti kuelekea Zanzibar. Na tukitoka Zanzibar maana yake moja kwa moja tunakuja kwenye Dar. Nafikiri kwa watu ambao wana umri mkubwa hapa kama Maalim pale atakuwa anakumbuka Yanga mara ya mwisho kutoka Zanzibar alafu ikaja kwenye dabi. Kisha kumbuka lini ilikuwa mara ya mwisho Yanga imetoka Zanzibar ikaja kwenye dabi, bila shaka utakumbuka pia nini kilitokea wakati Yanga ametoka Zanzibar amekuja kwenye dabi. Sina lengo la kumtisha mtu yote, na lengo la kutoa tu historia na kumbukumbu zingine. Kwa hiyo tukitoka Zanzibar tarehe 22 hiyo baada ya mechi tutakuja hapa kwa ajili ya dabi. Wewe dabi ni kipengele. Hii dabi tumeshasema sisi kama Yanga ni dabi ambayo tunaicheza, tena tunaicheza kiroho safi. Mioyo yetu ni meupe kabisa, tuna amani na tunaamini itakuwa mechi ambayo itaweka historia, mechi ambayo itaacha kumbukumbu nyingi kwa mashabiki, wapenzi wa mpira wataenjoy sana 25. Kwa mengi. Swali kwanza kabla ya huyu. Sawa, hali ya Prince Dube ikoje mpaka sasa, kwa sababu tumeona jana alipata Dube ameumia hamstring, nyama za paja za nyuma kwenye mguu wake wa kushoto, na daktari ametuambia tuweze kujua ukubwa wa jeraha lake. Kwanza tutatoka bado? Tutatoka. Alikuwa anachemea watu bila sawa sawa. Atapata sawa sawa. Kwa mbali sana. Kama tawili na wimbi. Sawa. Kwa daktari ametuambia kesho atakwenda kumfanyia vipimo vya MRI ambavyo vitatuonyesha sasa ukubwa wa jeraha lenyewe, kama ni kubwa sana ambao litakuwa linamweka nje kwa muda mrefu au ni dogo ambao atarudi ndani ya muda mfupi. Lakini ameumia nyama za nyuma ya paja kwenye mguu wake wa kushoto. Alikuwa anafanya attempt ya kufunga, akaruka juu kwenye kutua hivi, akatua vibaya, kwa hiyo akapata injury. Kwa hiyo tumuombee Mwenyezi Mungu ajalie heri, apone haraka, aendelee na shughuli zake. Mungu litunao. Kuna watoki ndani. Tunakwenda kwa ajili ya mechi na maandalizi ya dabi. Tunakwenda kwa ajili ya mechi ya Dodoma Jiji, alafu tunakwenda pia kwa maandalizi ya Kariakoo. Kwa maandalizi ya dabi rasmi tunafanyia Zanzibar. Ili kwa ajili ya kuseti rekodi vizuri. Yaani sio vitu vya kuficha ficha. Tunakwenda Zanzibar kwa ajili ya mechi na tunakwenda Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya dabi. Kila
Maswali yameisha. Pumzike.